Biblia inatuambia kusoma kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 kwamba kulikuwa kuna wanawake wawili makahaba ambao walikuwa wamemwendea mfalme Suleiman, wote wameenda kushtaki. Mmoja anashtaki kwamba katikati ya usiku aliibiwa mtoto wake, lakini mwingine akasema kwamba huyu katikati ya usiku alimuua mtoto wake akamchukua wa kwangu. Basi kuna kitu gani ambacho tunajifunza? Katikati ya usiku ndio kipindi ambacho watu wanatengeneza hatima zao na watu pia wanaibiwa hatima zao. Kuna mambo ambayo Wakristo wengi huwa tunasema kwamba mimi siombagi usiku kwa sababu mchana huwa ninaomba. Nataka kwamba hivi, wakati wa usiku ndio wakati ambao Mungu anakutana sana na watu wake. Hata Biblia inatuambia ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi ya 116 mstari 62 inasema nitakushukuru katikati ya usiku. Nitaamka nikushukuru katikati ya usiku. Mwandishi anasema kwamba ataamka kumshukuru katikati ya usiku. Kwa nini asemi mchana? Kwa nini asemi adhuhuri? Kwa nini anasema katikati ya usiku? Ina maana pale ambapo watu wote wamelala, watu wote wako wamepitiwa, ndio katikati ambapo ataamka kumshukuru Mungu, kwa sababu anaamini kwamba ni sehemu ya utulivu na ndio sehemu ambayo Mungu huwa anapitia sana watu wake. Lakini hilo pia limethibitisha kwenye sehemu mbalimbali, tumeona Mungu akizungumza na watu mbalimbali katikati ya usiku na tutaona. Sasa leo nakupa sababu kwa nini unapaswa uamke katikati ya usiku uombe. Kwa sababu wakati wa usiku ndio ambao Mungu huwa anapitia watu wa kwake. Na niseme tu Mungu huwa anaokoa walio wa kwake. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 11 mstari wa 4, Biblia inasema hivi, Musa akasema hivi, kama usiku wa manane nitatoka nipite kati ya Wamisri na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa, tangu ya mzaliwa wa kwanza wa Farao aketie katika kiti chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa huyo kijakazi aliye pale nyuma ya jiwe la kusagia na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama wao. Haya yalikuwa ni maneno ya Mungu anamwambia Musa awaambie wazee wa Israeli na watu wa Israeli kwamba Mungu katikati ya usiku atapita ili awaue wazaliwa wa kwanza wa Misri wote. Kwa kumbe katikati ya usiku ndio wakati ambao Mungu anapitia watu wake. Lakini hakusema kwamba ataua wazaliwa wa kwanza wa Israeli. Alisema kwamba atawakomboa wazaliwa wa kwanza wa Israeli kupitia kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri katikati ya usiku. Kwa nini uamke katikati ya usiku? Ndio wakati ambao Mungu anawatokea watu wake. Ndio wakati ambao Mungu anazungumza na watu wake. Na si tu Musa na wana wa Israeli pia. Tunaona hata Yakobo mwenye ambaye ni Israeli mwenyewe. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 28 mstari wa 10 na 16, ndicho kipindi ambacho Mungu alimuonesha jinsi ambavyo atakavyomfanya, jinsi ambavyo anavyomweka, jinsi atakavyompeleka katikati ya usiku. Kwa kumbe katikati ya usiku uwepo wa Bwana unakuwa mwingi, uwepo wa Bwana unakuwa zaidi sana, na ndio kipindi ambacho Mungu huwa anazungumza na watu wake. Kwa kama tumejua kama ndio kipindi ambacho Mungu anazungumza na watu, kwa nini tulale katikati ya usiku? Kwa nini tusiamke katikati ya usiku kuomba? Kwa nini tusiamke katikati ya usiku kulishukuru jina la Bwana? Lakini pia tunaona kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 4 na wa 5 kwamba Suleiman Mungu alizungumza naye katikati ya nini? Katikati ya usiku. Kwa katikati ya usiku ni wakati ambao Mungu huwa anazungumza na watu wake. Sasa hapa kuna aina mbili. Anaweza kuzungumza naye katika ndoto, lakini kwenye swala la kuamka kuomba ni muhimu sana, kwa sababu Mungu anaweza kukuamsha kuanzia saa 9 mpaka saa 11. Wengine mnaamsha kuanzia saa 8 mpaka saa 11. Amka katikati ya huo usiku. Amka katikati ya huo usingizi ambao unaouona, ili uweze kumsikia Bwana akizungumza na wewe. Kuna matatizo mengine ambayo utaomba nyakati zingine hizi unakuta kuna disturbance, lakini ukiamka katikati ya usiku unauona uwepo wa Bwana. Ukiamka katikati ya usiku unamwona Mungu jinsi anavyotenda. Ngoja niwape testimony kidogo. Kwa kuwa Mungu amenibariki sasa hivi niko nafanya huduma The Vine. Yes, na Mungu ameniweka pale mimi tu kama msemaji, yeye ndo msemaji mkuu wa huduma ya The Vine, Mungu mwenyewe. Nimejifunza kitu. Unajua mara nyingi sana tukiwa tumeamka na wanafunzi katikati ya usiku tunamwomba Mungu, huwa watu wengi sana wanapata breakthrough zao pale. Yaani huwa watu wengi sana wanamwona Mungu, na huwa hata mara nyingi nikiwa nimeonyeshwa kitu na Mungu, yani kinakuwa kiko exactly yani vile ambavyo kipo. Kwa hiyo nikajifunza kitu, okay, kumbe katikati ya usiku ndio wakati ambao unakuwa na utulivu. Hakuna disturbance, hakuna na Mungu anapenda wale watu ambao wanajitoa. Na Mungu anapenda wale watu ambao wanatafuta uso wake hata katika nyakati zote. Biblia inasema hivi, kusoma kwenye Wakolosai 4 mstari wa 2, dumuni katika kuomba mkikesha. Ina maana kwamba hata katikati ya usiku unatakiwa ukeshe ukiomba. Kwa katikati ya usiku ndio wakati ambao Mungu huwa anazungumza sana na watu wake. Na haimaanishi kwamba mchana hazungumzi, anazungumza, lakini katikati ya usiku ni wakati ambao Mungu anawakomboa watu wake na kuwaonekania watu wake. Kwa hiyo kwa nini uamke wakati wa usiku? Kwa sababu ndio wakati ambao Mungu anaonekania watu wake. Na tunaona hata pia katikati ya usiku, soma kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 3 hadi wa 3 mpaka kuendelea na 10, tunamuona Samuel jinsi ambavyo alikuwa anaitwa na Mungu. Ilikuwa ni wakati kati ya usiku. Anaamka na ndio anamfuata Eli, anamwambia umeniita, anamwambia hapana.
anarudi tena, umeniita? Anamwambia hapana. Matatu anasema akikwambia, akikuita sema mimi hapa bwana. Alimwita wakati gani? Ilikuwa ni mchana? Ilikuwa ni usiku. Kwa katikati ya usiku imethibitika na inaonekana kwenye Biblia ni kipindi ambacho Mungu huwa anapitia watu wake. Kwa usije ukapitwa na hicho kikombe, usije ukapitwa na huo wakati. Ukiona jambo lako limeshindikana wakati wa mchana, nenda nalo wakati wa usiku. Ninajua usingizi ni mtamu, lakini toka tumelala mpaka leo tumepata faida gani? Toka tunalala kila siku, unalala mchana, umepata faida gani? Kuna maisha ambayo unaishi wewe mwenyewe, unashuhudiwa kabisa kwamba haya maisha nikiomba kweli Mungu atanitoa sehemu hii, kweli nikilitia jina la Bwana kweli Mungu atanitoa hapa na kupeleka sehemu nyingine. Kwa katikati ya usiku ni wakati mzuri ambao unatakiwa uamke kumshukuru Bwana na kumuita Bwana, kwa sababu ndio wakati ambao Mungu huwa anapitia watu wake na kuwakomboa watu wake. Lakini kwa nini pia uamke katikati ya usiku? Kwa sababu ndio wakati ambao madhabahu nyingi sana huwa zinajengwa. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura 11 mstari wa 5, Biblia inasema hivi, na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa, tangu yule mzaliwa wa kwanza wa Farao aketi katika kiti chake cha enzi, hata mzaliwa wa kwanza huyo kijakazi aliye pale nyuma ya jiwe la kusagia, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Biblia inatuambia kwamba Mungu alisema katikati ya usiku atawaua wazaliwa wa kwanza wote wa Misri pamoja na wa wanyama wao na kila kitu chao. Alichokuwa anakifanya Mungu, alikuwa anakifanya nini? Alikuwa anavunja madhabahu iliyokuwa imejengwa, kwa sababu wana wa Misri walikuwa na Mungu ambaye unamkabidhi mzaliwa wako wa kwanza. Na kwa sababu Ruben alikuwa ameasi, basi mzaliwa wa kwanza wa Israeli alikuwa ni Yusufu. Kwa Yusufu alivyouzwa utumwani, alienda kufanya nini? Alikaa kule. Kwa alivyokaa kule, naye pia alikuwa ni miongoni mwa wale watu ambao wanasimama kama wazaliwa wa kwanza, ambao wameweka kwenye ile miungu ambao ipo, na wenyewe watu ambao walifuata nyuma walikaa wakiabudu wako kule. Kwa Mungu alichokuwa anakifanya pale, alikuwa anaharibu madhabahu na kujenga madhabahu mpya, kwamba hawa wazaliwa wa kwanza sio tena wa Misri, ni wazaliwa wa kwanza wa kwangu mimi. Kwa nini uamke katikati ya usiku? Kwa sababu ndio wakati ambao madhabahu nyingi zinajengwa. Kwa hiyo unatakiwa uamke, kwa sababu unaweza ukajenga madhabahu hapo, unaweza ukafanya jambo hapo, unaweza ukatengeneza hapo, unaweza ukaweka nadhiri hapo. Na maana tunaona hata Yakobo katikati ya ule usiku ambao ilikuwa ni alfajiri, ninaweza kusema usiku ile alfajiri saa ngapi, alimwekea Bwana nadhiri. It means kwamba alijenga madhabahu na Bwana, kwamba Mungu ukinilisha salama, basi mimi nitakutolea kila nitakachokipata, nini? Fungu langu la 10, nini? Zaka yangu. Kwa hiyo kwa nini uamke katikati ya usiku? Kwa sababu ndio muda ambao madhabahu nyingi zinajengwa. Hata madhabahu za giza huwa zinajengwa katikati ya usiku. Sisi wenyewe tumeshuhudia. Unakuta mchana mlikuwa usiku mmelala vizuri kuanzia saa 1 mpaka ukiamka asubuhi na mapema, unakuta kuna sehemu kwa ambao mmebahatika kukaa sehemu za makaburi, nafikiri unakuta masufuria, mara unakuta nywele, mara unakuta vitu vya ajabu, mara unaweza kukuta hata vifuu vya nazi. Hivyo vitu vilifanyika saa ngapi? Wakati mchana, na ile saa 1 vitu vilikuwepo katikati ya usiku. Kwa katikati ya usiku ni sehemu ambayo inajenga madhabahu, ni sehemu ambayo watu wanajitengenezea vitu, unajua hivyo. Kwa hiyo na wewe amka katikati ya usiku ili uweze kujenga na Bwana madhabahu. Kuna kitu ambacho unataka Mungu akufanyie, kuna kitu ambacho Mungu anataka kutendea, basi amka katikati ya usiku. Amka, anza kulitia jina la Bwana, usilale. Nataka kwambia hivi, usingizi ni mtamu sana 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 sana, lakini kuna mambo mengine hayawezi kutoka bila kujitoa, unaelewa? Yani Yesu anasema hivi, kusema kwenye Luka 14 kuanzia mstari wa 27, kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kujenga nyumba bila kuhesabu gharama zake. Na sometimes gharama zingine inabidi tusahau kwamba tunapenda usingizi. Lazima tusahau kwamba tunajipenda sisi wenyewe, na tukumbuke kwamba Mungu ndio kitu pekee ambacho tunatakiwa tuwe connected na. Ni kweli tunapenda usingizi, lakini pia tunapenda maisha ya amani. Ni kweli tunapenda usingizi, lakini pia tunapenda maisha ya furaha. Ni kweli tunapenda usingizi, lakini tumechoka kuishi chini ya laana. Kwa hiyo tutafanya nini? Tutaamka, tutajitoa, hata kama mili yetu inaonekana midhaifu, lakini tutaenda mbele za Bwana na kumtafuta Bwana ili tuweze kujenga madhabahu na Bwana. Lakini kitu kingine, kwa nini uamke wakati wa usiku? Ni kwa sababu ndio muda ambao adui huwa ana tabia ya kuharibu hatima za watu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 41, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba kesheni, muombe, msije mkaingia majaribuni, kwamba wakeshe, waombe. Yani uwe mtu wa kuomba, kwa sababu usipoomba katikati ya usiku, ibilisi anaweza kaja kufanya kitu. Na ndio maana ukisoma kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura 5 mstari wa 8 anasema kwamba muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi ni kama simba aungurumaye akitafuta mtu afanye nini? Ameze. Kwamba uwe mtu wa maombi, sio tu mchana, hata usiku amka kuomba. Na tumeona kwamba ni kweli katikati ya usiku adui wanapita kuharibu vitu vya watu, adui wanapita kupanda magugu kwenye maisha ya watu, adui wanapita kutengeneza vitu ambavyo havifai. Kwa katikati ya usiku
ni wakati ambao unatakiwa uamke, kwa sababu adui ndio wakati ambao anaweza kapita kuharibu kitu chako. Ndio maana unakuta mtu alilala vizuri sana tu, lakini anaamka asubuhi anakuambia nimeota ndoto, pengine labda nilikuwa nafanya tendo la ndoa. Hiyo kitu amekiota saa ngapi? Unakuta mida ya pale ambapo alitakiwa amke kuomba, alafu kile kitu kinaingia kwenye ubongo wake. Kikiingia kwenye ubongo wake atawaza siku nzima, mwisho wa siku anajikuta ameangukia kwenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna ambayo katikati ya usiku, muda ambao anatakiwa amke aombe, ndio muda ambao alikuwa amelala, na adui akaja kapanda kitu ambacho anajua kabisa hiki nilichokipanda kwa huyu mtu kitamharibu, hiki nilichokipanda kwa huyu mtu kitamfanya atoke kwenye uwepo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuamka usiku, kwa sababu adui ndio muda ambao anapita kuharibu hatma za watu. Lakini hapo nitaongezea kwenye swala zima la magugu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 24, kwamba anasema walipanda ngano, lakini adui akaja akapanda magugu. Kwa hiyo katikati ya usiku, kwa nini uamke? Kwa sababu adui ndio muda ambao anapita na kupanda magugu. Na mfano mzuri dhahiri ambao tunauona kwenye Biblia, hebu angalia yule mwanamke ambaye alikuwa amelala usingizi, asijue kama anaibiwa. Adui amekuja amemuibia, yeye amelala tu. Adui amekuja anamchukua silaha zake, yeye amelala tu. Na tunaona pia hata kwa Sauli na Daudi, kipindi ambacho Sauli anamkimbizia Daudi. Daudi alimibia vitu Sauli wakati gani? Si alikuwa amelala usiku? Kwa hiyo adui anaweza kukufuata katikati ya usiku kwa sababu wewe unakuwa umelala. Kwa ni muhimu kuamka katikati ya usiku, sababu adui ndio muda ambao anapanda magugu. Kwa usikubali ukawa umelala ukakuta umepanda magugu ambayo haujui. Na unasema kabisa, jana nilala vizuri kabisa, mgongo ulikuwa hauniumi, au jana nilikuwa vizuri tu kabisa na kichwa kilikuwa kiniuma, lakini nimeamka asubuhi kichwa kinaniuma, au jana tulikuwa vizuri tu na familia yangu, lakini leo tumeamka tunagombana. Kwa nini? Kwa sababu adui ana tabia kuja kupanda magugu wakati wa usiku. Na wengi wakati wa usiku tunajisahau. Ndio wakati ambao watu wanawaza hanasa, ndio wakati ambao watu wanawaza kusema nifanye nini. Lakini katikati ya usiku ndio wakati ambao tukiutumia vizuri, tunaweza tukamshinda mwovu ibilisi shetani, na tukawa na maisha mazuri ambayo Mungu amekusudia. Maisha mazuri, wengi nafikiri ni kuhusu mambo ya financial. It's not about financially tu. Unatakiwa uwe spiritually strong, emotionally strong, mentally strong. Kwa hiyo unaweza ukawa uko sawa financially, lakini kama spiritually kuna tatizo, my dear, hapo kuna shida somewhere. Kwa hiyo unatakiwa uamke katikati ya usiku, umuombe Mungu ili Mungu akusaidie, ili usije ukakutana na mtego wa adui wa kupanda magugu kwenye maisha yako, na mwisho wa siku ukashindwa kuishi maisha mazuri yenye kumpendeza Mungu. Lakini kwa nini tuamke katikati ya usiku? Pia tuamke katikati ya usiku kwa sababu ndio wakati ambao adui anapigana vita na wateule wa Bwana. Ni kweli kabisa. Ukiweza kuangalia hata ukisoma kwenye kitabu cha Waamuzi 16 mstari wa 2, tunamwona mtu kama Samson. Samson alikuwa ni mtu ambaye anapenda wanawake jamani. Samson ameenda amempata mwanamke kahaba, ameenda amelala naye, asijue kwamba huku kuna watu ambao wanamsubiria. Lakini katikati ya usiku ambao walikuwa wanamsubiria, walikaa wanamsubiria kabisa kwamba wanataka wamwangamize. Kwa nini uamke katikati ya usiku? Kwa sababu ndio wakati ambao watu wanakutafuta. Unajua kabisa utajisahau. Kuna kitu ambacho kitakupata. Kuna kitu ambacho kitakutokea. Na kwa sababu umelala usiku, umejiachia, basi kwa hiyo utapatwa na hicho kitu. Lakini kwa nini uamke katikati ya usiku? Kwa sababu ni wakati ambao adui wanapigana vita na wateule wake. Nimetolea mfano kama Samson. Samson walikuwa wanamwinda mpaka akafikia tu akang'oa mlango, ikabidi aondoke nao ule mlango. Lakini unaona mambo kama hayo. Kwa mambo kama hayo, kumbe kushtoka katikati ya usiku unaweza kujiokoa. Kumbe basi angebaki pale, angeweza hata kudhurika. Pengine kama sio yeye, pengine yule mwanamke angeweza kudhurika ambaye alikuwa yuko naye. Lakini kwa sababu alishtuka katikati ya usiku, aliweza kukimbia kile kitu ambacho shetani alikuwa amekiandaa ili amuangamize. Niseme wale watu kwa wamekiandaa ili wamuangamize, kwa sababu wale watu walikuwa ni watu waovu ambao walikuwa wanawatendea vibaya watu wa Mungu, na Mungu alikuwa anataka kujilipiza kisasi kwao. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Kwa hiyo ninafikiri kuna mtu ambaye utakuwa umeelewa na ni kitu gani ambacho kinaendelea. Ni muhimu sana kwako kuamka katikati ya usiku. Biblia inasema hivi Bwana kwamba hatutalala mpaka tutakapomjengea Bwana mahari. Inasema kwenye Zaburi ya 132 mstari wa 5. Na inasema kusoma kwenye Zaburi ya 127 mstari wa 5 kwamba heri mtu yule ajazae podo lake mishahara. Kwa katikati ya usiku ndio wakati ambao unatakiwa ujaze podo lako mishahara. Jaza mishahara, jaza mishahara, weka mishahara, weka mishahara. Hata adui akija kukufuata anakuja kugundua, hapa sio sehemu ya kugusa. Hapa sio sehemu ya kuwepo. Na nimemuona Bwana katikati ya usiku nilivyoamka. Nimemuona Mungu katikati ya usiku jinsi ambavyo Mungu amenitendea. I remember mwaka jana Mungu alivyoniambia nifike siku 100, nilikuwa na timetable yangu kabisa. Nilikuwa naandika kama nimeamka usiku ndio nimeamka. Na siku ambazo nilikuwa nikiamka usiku, nakumbuka maombi ya usiku ndio maombi ambayo Mungu alikuwa ananijibia maombi yangu. Yaani kuna vitu ambavyo Mungu aliniahidi katikati ya usiku. And I'm very much grateful kwa sababu Mungu amekuwa ni mwaminifu na Mungu amekuwa akifanya vile ambavyo alikuwa anatakiwa kufanya. Kwa hiyo nakushauri na kukuambia kama mwalimu wako, kama dada yako wa kiroho, kama rafiki yako wa kiroho, kwamba ni muhimu sana uamke usiku. Ninajua unapenda usingizi. Najua ukiwa kazini unakuwa umetingwa. Lakini kama una jambo lako ambalo umeona limesimama kama mlima, kama unaona maisha yako yamekuwa kama mchongoma, hivi unalala kwa raha gani?
Yani hiyo kulala usingizi unaipata wapi kiukweli? Kwa sababu ukiweza kuangalia, si nisemaje, tunatakiwa tuamke katikati ya usiku kiukweli. Nataka tukwambia katikati ya usiku kuna mambo mengi mazuri. Na wewe ambaye unapenda maombi ya usiku nakaribishwa. Karibu The Vine, tunakuwa na maombi ya usiku ambayo yanaanza saa 9 kamili mpaka saa 10 na dakika 15 au 20, siku nyingine mpaka na nusu, vile Mungu atakavyokuwa ametuongoza na Roho Mtakatifu ametuongoza. Mungu awabariki sana, awatunze na kuwahifadhi. Ninafurahi sana kuwaona mahali hapa. Karibuni sana 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 The Vine kwa ajili ya Bible study, maombi na kila kitu. Mungu akubariki, na naomba Mungu aendelee kukukumbusha na kukuamsha usiku ili uweze kuzungumza na Mungu, uweze kumsikia Mungu kwa urahisi. Bye, see you next time.